Haleluya, haleluya, haleluya. Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Mpendwa msikilizaji, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Karibu katika mkate wa asubuhi. Ni mchungaji Imani Oscar Katana kutoka Dege Kigamboni. Na tumshukuru Mungu. Mungu wa mbinguni, ninakubariki, ninakuheshimu sana kwa ajili ya uweza na nguvu zako Bwana. Kwa kuwa wewe ni mtakatifu na nguvu zako ni za kipekee. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, libariki neno lako asubuhi ya leo tunapokwenda kulisikia. Tufundishe ili tupate faida sawa sawa na ahadi yako. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo tunaomba haya yote tukiamini. Amen. Amen. Karibu katika mfululizo wa masomo haya ya asubuhi yanayojulikana kama mkate wa asubuhi. Na tutakuwa na mfululizo wa siku 7 unaosema njia 7 za kuinuliwa na Mungu. 7 ways by which God promotes people. Kuna namna ambavyo Kiswahili kinaweza kikawa kinaleta misamiati michache, lakini nataka tuangalie jinsi Mungu anavyowapromote watu. Aina za watu ambao Mungu anawapromote, na jinsi Mungu anavyopromote watu, jinsi Mungu anavyowainua watu. Ni watu wa namna gani wanaoinuliwa na Mungu? Haleluya. Basi siku ya leo tutaangalia Mungu ni Mungu wa kuinua, na huwa anainua watu na huwa anawapa heshima watu. Katika Zaburi ya 75 mstari wa 6 na wa 7, neno la Bwana linasema, maana siko mashariki wala magharibi wala nyikani tokako heshima, bali Mungu ndiye ahukumuye, humdhiri huyu na kumwinua huyu. Mungu ndiye ahukumuye. Anaweza kumdhiri mtu, yani kumshusha mtu, na anaweza kumwinua mtu. Kwa hiyo ni watu wa namna gani ambao Mungu huwa anawashusha, na ni watu wa namna gani ambao Mungu huwa anawainua? Tuko kwenye majira ambayo Roho Mtakatifu anataka kuwainua, anataka kuwapromoti watu. Na kwa sababu hiyo nimeona vyema kwa neema niliyokabidhiwa na Bwana nizungumze na watumishi wa Mungu aina hizi za watu ambao Mungu huwainua, ili kila mmoja wetu aweze kukaa katika nafasi inayompasa kuweza kuinuliwa na Mungu katika jina la Yesu. Watu wa kwanza wanaoinuliwa na Mungu ni walio wanyenyekevu. Mtu yeyote anayejidhiri, mtu yeyote anayejishusha, mtu yeyote aliye mnyenyekevu, huyu mtu huwa anainuliwa na Mungu. Katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa 10 anasema, jidhirini mbele za Bwana naye atawakuza. Jidhirini mbele za Bwana, jishusheni mbele za Bwana, nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, naye atawakuza. Mungu ni Mungu anayejua kuwakuza wanaonyenyekea. Ndio maana kwa kitabu cha Wafilipi sura ya 2 na ule mstari wa 10 na kuendelea, anaeleza jinsi ambavyo Yesu Kristo alinyenyekea. Yeye aliyekuwa yuna namna ya Mungu, akaona ile kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho, akatwaa kuwa namna ya mtumwa, akaja kwetu, na akaumizwa na kujeruhiwa na kutemewa mate. Na kwa jinsi hiyo Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina yote. Mtu yeyote anayepaswa kuinuliwa na Mungu, anayetaka kuinuliwa na Mungu, ni lazima akubali kunyenyekea. Ni lazima ukubali kuwa mnyenyekevu, kuondoa ego ndani yako, kuondoa kiburi ndani yako, kukubali kukemewa, kukubali kulelewa, kukubali kuongozwa. Hakuna mtumishi wa Mungu ambaye ataanza kwanza bila kuwa mtumishi wa Mungu. Wakati wowote unapojikuta uko chini ya malezi, unapaswa kuwa mnyenyekevu. Nimekuja kugundua watu wa Mungu ya kwamba sio karama inaweza kumfanya mtu apande viwango. Unaweza ukawa na karama nzuri,
lakini ukikosa unyenyekevu wa kushuka na kunyenyekea, huwezi ukainuliwa. Maana wote wenye kiburi wanapingwa na Mungu mwenyewe. Yakobo 4:6, lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Mungu anawapa neema wanyenyekevu. Yeyote anayejikuza, Mungu huwa anampinga. Yeyote anayejitutumua, Mungu huwa anampinga. Anawapa wanyenyekevu neema. Anawapa wanyenyekevu neema. Watu ambao wako tayari kunyamaza ili Mungu awatetee. Mpendwa wangu, angalia maisha yako. Ile ukiwa na ile ndani yako ya kusema mimi, ukiwa na umimi ndani yako, ukiwa na kujitutumua na kujiona ndani yako, kujiona wewe unaweza yote na unafahamu yote, ni dalili ya kiburi. Dalili ya kiburi inafanya mtu asifundishike. Dalili ya kiburi inafanya mtu ajione yeye anajua kila kitu. Watu wa namna hiyo wanaojiona wanajua kila kitu, Mungu huwaacha. Mungu huwapinga, na kwa vile anawapinga, wanajikuta hawawezi kuinuliwa na Mungu. Kumbuka, siko mashariki wala magharibi tokako heshima, wala sio nyikani, bali Mungu ndiye anayemdhiri huyu na kumwinua huyu. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, apate kuwakweza kwa wakati wako. Mwambie Mungu akujalie, akupe moyo wa unyenyekevu, ili uweze kuinuliwa na yeye. Ni Mungu anayewainua wanyenyekevu. Kila mtu ambaye amekubali kuwa mnyenyekevu, Bwana atamuinua. Pendwa wangu, asubuhi ya leo, angalia njia zako, tengeneza na Mungu. Mahali popote ambapo umekwenda kwa kiburi na kujitutumua, kwa neno hili, Roho Mtakatifu akuongoze. Roho Mtakatifu akusaidie kumuomba na kutembea pamoja naye katika unyenyekevu wote, katika unyenyekevu wote, na bila shaka nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, na Mungu atakugeuza uwe mtu mwingine. Mungu wa mbinguni na kubariki asubuhi ya leo. Utokapo uwe umebarikiwa. Nguvu zake aliye juu na zikufunike kama kivuli. Nenda ukafanikiwe katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Barikiwa. Asili ya mema, nitatua